Mheshimiwa Mwenyekiti, na kushukuru sana kwa fursa hii. Nianze tu kwa kujiunga na wenzangu kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mkakati anaosimamia kwenye sekta hii ya kilimo, ambao sasa umeanza kuonyesha matumaini na neema kwa wakulima na kuonyesha kwamba kujenga uchumi shirikishi ambao unashirikisha watu wengi wakiwemo wakulima wetu inawezekana. Na naamini kwamba maono yake haya yalianza pale alipoweza kumuona Mheshimiwa Bashe na Mheshimiwa Silinde pamoja na katibu mkuu wa wizara, akawapa jukumu la kuendeleza sekta hii, ambao naamini wamekuja na ubunifu. Ubunifu ni mkubwa kwenye sekta hii, sio rahisi kubuni sana, kwa sababu miaka mingi tumesema kilimo ni siasa, lakini nani aliweza kufikisha hiyo siasa mahali pake kama sio Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze pia Mheshimiwa Waziri, naibu wake, timu yake kwenye wizara pamoja na taasisi wanazozisimamia, ambazo kusema kweli tumeanza kusikia mambo kutoka mbegu kwenda kwenye usambazaji wa mbolea na kadhalika, na reform kwenye ushirika unaanza kuonekana. Kwa hiyo nasema kwamba sisi wa Tanzania ambao tunajumuika kwenye sekta hii kwa pamoja lazima tumsifu na tumshukuru sana kwa kazi wanazochapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika bajeti hii the only thing ambacho mimi kinanisikitisha kidogo kwamba release ya funds, fedha zilizotolewa mpaka mwezi Aprili, kama kweli nimesikia vizuri kwenye hii hotuba, ni 53%. Haitoshelezi kwa kazi inayofanyika. Na ndio naamini kwamba bado kuna miradi imezuba huko kwa sababu hela haijaenda mahali pake. Kuna sababu moja inaweza kuwa kwamba pengine tume overstretch, kwamba implementation capacity kwenye wizara haiwezi kwenda na fedha nyingi kiasi hicho, na hutatarajia kwa sababu trilioni 1.2 mahali ambapo ulikuwa na trilioni na bilioni 294, inawezekana kwamba lazima wajipange vizuri sana. Na mimi ni kimbiza kusema kwamba kwenye wizara hii tatizo kubwa ni mifumo na taasisi, institution building ndani ya wizara na sekta kwa ujumla, kwamba nitamfikishiaje mkulima mdogo pale kijijini mbolea efficiently, nitamfikishiaje pembejeo, nitamfikishiaje kama ni huduma kama hata ya tractor ili aweze expand, nitamfikishiaje mbegu. Sasa hii kitu ilikuwa ipo hii institution, hii building, hii mfumo ulikuwepo, lakini mfumo ulikufa baada ya cooperatives kufifia. Ushirika hii movement ya ushirika ilizofika, na baada ya kuzofika basi ikawa imeua ile chain ambayo ilikuwepo. Walikuwa tumeunda miaka ya nyuma huko, na tulivyokuwa wadogo tulikuwa tunaona jinsi ambavyo wabanda shamba, huduma ya ugani ilikuwa inakwenda kupitia ushirika na inasimamiwa kupitia ushirika. Sasa hakuna hiyo kitu, imekufa. Mimi nataka kusema kwamba kitu kinachoua ushirika sio sheria, sio kanuni, ni watu. Sasa kama watu wanakamatwa wamefanya mauzembe huko, alafu hawaadhibiwi inavyostahili, wanaendeleza kuua ushirika. Na mimi nakuomba Mheshimiwa Bashe, naamini kwamba rais atakubaki hapa, kwamba mtu akifanya kosa kwenye kuendesha ushirika, kama wale ambao kule kwa Vunjo walishindwa kulipa fedha za wakulima wa kahawa, wakakaa nazo kwanza walizimesa, alafu hawakuwalipa na wakawa hawako hata wawazi kwamba hiyo hela imeenda hapa. Watu kama wale wafungwe, yani ni kufunga, hata kuna mambo ya fine. Kwa sababu mpaka leo hii Mheshimiwa Waziri enda ikatano basi kama tano mambo mabaya. Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme kwamba mimi nafikiri takwimu ambazo ametoa Mheshimiwa Bashe kuhusiana na uzalishaji ulivyoongezeka, ukiangalia na jinsi ambavyo kweli ambavyo kwenye MBS takwimu mkuu wa serikali anavyosema agriculture ina grow kwa 4.1%, siamini kama ni kweli. Na mimi lazima tuwanishe mahali fulani. Kuna mahali ambapo watu wa takwimu hawajapata mambo yanayoendelea kwenye sekta hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme kwamba pamoja na hivyo ukiangalia jinsi fedha ilivyotiririka, mabwawa yanayojengwa ni mengi mno kwa wakati mmoja.
huwezi kujenga yote kwa wakati mmoja, inakuwa lazima utakuwa unalaza damu mahali. Kwa hiyo hela inalala pale, alafu humalizi. Chukua machache, maliza, alafu ende. Kuna bwawa moja ambalo nilizungumza juzi, Mheshimiwa Sejinda akalijibu vizuri sana kwenye swala langu. Bwawa la Urenga. Bwawa la Urenga pale ni natural. Hata hajihitaji kuchimba, ni maji yanakuja yanasimama pale, yanachotwa, alafu inanyesha ile bwawa linasaidia watu zaidi ya 27,000 na eka zinazoweza kunyeshwa kwa kupitia shamba hilo, bwawa hilo ni eka 15,000. Is a low hanging fruit.